Lakini pia na sasa kuna penye mafanikio pia hapa kosi changamoto. Tunaendelea kupambana na upotevu wa maji. Upotevu wa maji miaka kama mitatu iliyopita ilikuwa ni 45%. Kwa sasa kupitia maagizo mbalimbali na kupambana na mbinu mbalimbali za kitendaji tumeushusha kwa sasa huko 32%, lakini pia tunayo mikakati ya kuendelea kushusha zaidi kwa sababu standard ya kimataifa ni 20%, na sasa bado tuna hizo 12 za kuzifyeka. Kwa maana hiyo sisi tuhakikishie tu kwamba wananchi na serikali yetu sikivu mtuamini, sisi watendaji wa Bunda tutaendelea kupambana na upotevu wa maji, kwa sababu upotevu wa maji ni pesa kimsingi. Kwa maana hiyo tunaendelea kuboresha miundombinu na tumebadilisha karibia kilomita 19 kwa maana ya mabomba yaliyokuwa yamelazwa kuanzia mwaka 1972. Tumeyatoa kwa kilomita 19, tumeona matokeo ni chanya, lakini tunaendelea na ubadilishaji wa mita. Mpaka sasa tuna mita store 4,000 ambazo zimebaki kwa ajili ya kuendelea kubadilisha. Hii yote sasa ni kupambana na huo upotevu wa maji ambao kwa kiasi kikubwa unatuondolea mapato, na hii haikubaliki, na sisi tuko aggressive kabisa kupambana na upotevu huu wa maji. Lakini kuna hali ya huduma kwa wateja na malalamiko. Tunayahandle vipi? Tunazo program mbalimbali za kupokea malalamiko ya wateja, na hapa niseme neno kwamba sisi tunatumia njia hizo za call center na kadhalika, ili kwamba tupate idadi na tupate malalamiko mengi ni ya upande gani, ili tuweze kuyashughulikia, tujue kama ni upotevu wa maji au malalamiko ya usomaji, lakini pia tupate idadi na kwamba ni wapi tuelekeze nguvu zaidi. Kwa hiyo tunaendelea na utoaji huo wa huduma. Lakini pia kuna usafi wa mazingira. Mamlaka ya maji Bunda inaendelea na usafi wa mazingira, kwa maana ya jukumu kamili la kwetu ni kuhudumia wananchi kwa maji safi na usafi wa mazingira. Kwa hiyo tunayo miradi mbalimbali ukiwemo wa maji taka. Unaweza ukaona tangu tumepata uhuru tulikuwa hatujapata miradi ya maji taka. Kwa upande wetu Bunda tunamshukuru Mungu, tunaweza tukaona sasa tunao mradi wa maji taka ambao uko kata ya Butakale, na sasa ni 46%. Ni kwamba utagharimu kiasi cha pesa 1.7 billion. Umezinduliwa na Mwenge mwaka 2024, umewekewa jiwe la msingi na sasa tunaendelea na utekelezaji. Unaweza ukaona serikali imefanya kazi kubwa kwa upande wa Bunda, na hii si haba kwa kweli. Natumia nafasi hii kuendelea kushukuru na kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kile inachoendelea kukifanya kwa wananchi wake wa Bunda.